na biashara nyingine mbalimbali. Mbele yenu niko hapa ku present jambo letu ambalo linaitwa chuo kwa chuo. Chuo kwa chuo ni tour ambayo itakwenda kwenye vyuo mbalimbali nchini Tanzania katika lengo la kutoa elimu, burudani, kuhamasisha lakini kuwakutanisha wanavyuo pamoja, kwa sababu haitokuwa tu kwenye sehemu moja ya kuburudisha labda mziki tu, lakini kutakuwa na bonanza la michezo, kutakuwa na vitu mbalimbali, lakini pamoja na mdahalo ambao utawaruhusu wanavyuo kutoa maoni yao, kutoa michango yao na kuonesha namna gani wanaweza kuwa na mawazo mazuri bora ya kujenga. Kama ambavyo tunajua ngazi ya elimu ya juu inajumuisha vijana wengi wa kiume wa kike ambao baadaye ndo wanaenda kujiajiri ama kuajiriwa, lakini ni sehemu kubwa ya watu ambao tunategemea katika taifa, katika maamuzi ya kesho na kesho kutwa ya taifa letu, kwa sababu kuna viongozi wanatokea vyuoni, kuna wanasiasa wengi wanatokea vyuoni, kuna wanaburudani, wanamuziki, kuna wafanya biashara wakubwa na watu wengi, kwa sababu kila vyuo viko na faculties mbalimbali, vinafundisha course mbalimbali. Kwa hiyo watendaji wengi, taaluma nyingi zinatoka katika vyuo mbalimbali. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana, na mimi kwa bahati nzuri nimepitia chuo cha elimu ya biashara Dar es Salaam CBE, lakini bahati nzuri tena zaidi nilianzia chuo ngazi ya cheti. Kwa hiyo nimesoma cheti, nimesoma stashahada na shahada. Kwa hiyo najua mazingira ya chuo kiundani, kwa sababu nimesoma karibu ngazi muhimu za awali zile za chuo nimezipitia. Lakini pia wakati nasoma CBE nilikuwa natumia muda mwingi kushinda chuo cha jirani yetu ambacho ni DIT. Kwa hiyo najua pia mazingira ya chuo kama cha DIT, lakini pia kuna wakati hostel zetu zilikuwa ziko uhasibu, kwa hiyo tulikuwa tunatumia maeneo ya TIA kujisomea kwenye vimbweta vyao na vitu vingine. Kwa hiyo nimekuwa najua mazingira mengi ya vyuo mbalimbali Dar es Salaam, lakini pia nimefanya shows mbalimbali na wanafunzi na wamekuwa wakinisupport sana. Nimeanza sanaa yangu nikiwa chuoni. Wimbo wangu wa kwanza nirekodi nikiwa pale CBE, lakini producer alikuwa anasoma IFM. Kwa ushirikiano wetu si kati ya CBE na IFM ulisababisha mimi kurekodi wimbo wangu wa kwanza chini ya producer ambaye alikuwa rafiki yangu Jimmy Jize. Kwa hiyo watu wa chuo ni watu ambao mimi namuingiliana nao moja kwa moja kutokana na kitu anachopitia, mimi nimepitia. Lakini najua chuo kuna watu wengi wenye mawazo mazuri, kuna watu wengi wenye akili kubwa za kujenga. Kwa hiyo tumefikiria tuje na chuo kwa chuo, kwanza kuwapa burudani wasomi wetu, lakini la pili ni kuungana nao ama kuwa nao pamoja kutengeneza mawazo bora zaidi ambayo yanaweza kuleta tija kwenye taifa letu. Lakini pia lengo letu kubwa zaidi ni kuangalia namna gani tunaweza kuona fursa mbalimbali ambazo ziko kwenye jamii, kushirikiana na wanachuo hawa kuenda kuzifanyia kazi zile fursa, kuboresha baadhi ya vitu, kutoa mawazo na masuluhisho chanya kwenye jamii katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo chuo kwa chuo inaanza rasmi Mungu akijalia tarehe 25 ambao ni Ijumaa hii, na kwa bahati nzuri tunaanza na chuo cha uhasibu Dar es Salaam TIA. Kwa hivyo TIA wamebahatika kuwa chuo ambacho tunaanza nacho, lakini tutaenda vyuo mbalimbali kadri tutakavyobarikiwa. Lengo letu tunatamani kwenda karibu kila chuo, lakini kwa bahati mbaya vyuo viko vingi sana. Na kuna vyuo vingi ambavyo burudani huwa zinawafikia, na kuna vingine kwa bahati mbaya ni mara chache huwa burudani zinaenda maeneo hayo. Kwa hiyo kwa sababu tunaanza na ndio mwaka wa kwanza chuo kwa chuo tunaifanya, lakini itakuwa ni endelevu. Tutaangalia vyuo gani tunaweza kuvifikia, tutajitahidi kuvifikia vyuo vingi kadri tunavyoweza, na tutaangalia vile vyuo vingine ambavyo viko karibu tunaweza tukaviunganisha pamoja na kulifanya hili jambo kwa pamoja. Lakini tunatamani tufikie vyuo vyote vikuu, tufikie
taasisi za kielimu, tufikie vyuo vya ufundi stadi na mbalimbali, ikiwezekana hata vyuo vidogo vidogo, college, university, institute na vitu vyote ambavyo vinahusisha elimu ya juu. Kwa hivyo chuo kwa chuo iko kwa ajili ya wanafunzi na wadau wa ngazi ya elimu ya juu. Kwa hiyo tunaomba sana support yenu nyinyi kama wanahabari kufikisha taarifa hii kwa wanavyuo mbalimbali, lakini tushirikiane pamoja kuona namna gani tunaweza kushirikiana na wasomi hawa kwenda kuleta suluhu katika jamii yetu. Unajua kama ambavyo nyinyi mmeweza kufikiria, mtu mwingine labda hapa ametoka chuoni akafikiria kuanzisha online media yake. Pia kuna watu wengi vyuoni ambao wanasoma vyuo vya habari. Tusiache watu wote wakafikiri katika kwenda kuajiriwa. Tunatamani kuona tunakuwa na watu wengi ambao wanaweza kwenda kutoa masuluhisho ambayo yatakuwa na tija kwa jamii, yatatoa ajira kwa watu wengine, yatazalisha kipato kwao na kwa taifa. Hilo ndo lengo kubwa la chuo kwa chuo, na hiyo ndo brief ndogo ya kuhusiana na chuo kwa chuo 2025. Nakaribisha kama kuna mtu ana swali. Sawa, nimeona introduce issue ya chuo pia kwenye Instagram yako na baadhi ya wasanii ambao ndio Sawozu, ndio kama Hyper, alafu artists wengine tutaendelea kuwatangaza, yani kutoka leo baadaye watu wa karibu na page yangu kuna artists wengi, lakini pia siku yenyewe tukio wasanii wengi sana wazuri. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kwenda, kwa sababu tulisema sisi tunafuatisha wao wanachotaka wanafunzi, watupe mapendekezo ya wasanii wanaotaka, vyuo gani wanatamani kwenda. Kwa hiyo kama wewe unasoma chuo fulani na unatamani burudani kufikie au chuo kwa chuo je chuoni kwako, kaa karibu na page yangu, hakikisha unapigia kura ama una comment kuhusu chuo chako, na sisi tuko kwa ajili yenu. Okay, sawa. Kuna sisi labda pengine wako nani ndio wakati tunaanza kucheza chuo kwa chuo. Mimi naona kabisa kuhusia na hii ndio ile ambayo pia labda tutaendelea surprise. Chuo kwa chuo ipo kwa ajili ya kutoa burudani, kuelimisha, na tunataka tukutane katikati na matakwa ya mashabiki zetu ama hawa wateja wetu wanafunzi. Kwa hivyo Nandi kama mke wangu amekuwa akinisupport na ananisupport mara zote katika vitu vingi sana. Kwa hivyo tutaangalia namna gani ushiriki wake katika hili jambo, lakini kikubwa ni kuona pia nguvu ya wanachuo katika ushiriki wa hili jambo. Kama unavyojua pia ni biashara, wasanii wana support, lakini lazima kuna uwekezaji unafanyika kuhakikisha wasanii wote hawa wanakuwepo. Kwa hiyo tunatamani kuwepo na Nandi, kuwepo na wasanii wengine wengi ambao nashirikiana nao, marafiki zangu, lakini itatokana pia na wanachuo wenyewe na support yao na ari na nguvu atakayoonyesha. Lakini surprise ipo, sitaki kusema kama atakuwepo hatakuwepo na nani mwingine, lakini kuna surprise nyingi za kutosha na nzuri, na mara zote Nandi amekuwa akinisupport sana. Kwa hiyo anasupport kama mume wake, anasupport kama mwanafamilia, na tunasupportiana sana. Yes.